Yes, amjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati, mkiwa mbali na karibu, muko sawa. Bila shaka kabisa tuna matumaini ya kwamba muko salama salamini, nasi tuko wazima. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Tunawatakia tena siku njema ya leo jeudi le 4 Desembre 2025 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano, kuambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Mo province ya Sud Kivu mapigano ni makali mpaka muda huu ndani ya maeneo ya Kaziba, msheferi ya Kaziba kule wako napigana hatari. Nimekuja niwaambie kinachoendelea muda huu hapo Kufro. Tutawapeleka ndani ya Kabare, eneo ya Mudaka, ambapo kutokana na mapigano makali yaliyoripotiwa hapo siku ya leo kati ya vikosi vya wazalendo na wasi wa M23, kuna wanafunzi waliojeruhiwa sana, tena sana kabisa. Upande wa Kamanyola ni ya kwamba ramforo za M23 zilifika siku ya leo, na tutawambia huko hali halisi kwa sasa ni vipi. Unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea habari mbichi za kweli tena na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Hivyo tunawasihi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, kupartaje habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, kuendelea kucomment na kulike, kujiunga na shene yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre mu description, utapata linki hiyo, au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi tutawapeleka moja kwa moja Kufro ndani ya sheferi ya Kaziba, ambapo mapigano makali yanaripotiwa huko tangu asubuhi ya leo. Mapigano ni makali kati ya vikosi vya wazalendo na jeshi la Burundi FDNB pamoja na FARDC wanaopigana na wasi wa AFC M23 kuanzia Kaziba Centre na maeneo tofauti yanayokuwa karibu na Kaziba. Moto ulikuwa ukiripotiwa huko tangu asubuhi ya leo. Mchana wa leo mapigano yanaendelea. Vyanzo vyetu kutoka huko vinatuambia ya kwamba waasi wa AFC M23 wako Bututuzi pamoja na Kabembe, pale ni msheferi ya Kaziba. Maeneo hayo ya Bututuzi na Kabembe ni axe Lubarika Kaziba. Wasi wa M23 njo kwenye wako muda huu, yani waliwasukuma nyuma wazalendo na jeshi la FARDC pamoja na jeshi la Burundi. Hali hapo Butuzi pamoja na Kabembe ni mashambulizi yanayoendelea kati ya pande mbili. Vikosi vya wazalendo FARDC na jeshi la Burundi kutoka axe za Luberika wako na washambulia pale ili wawarudishe nyuma wasi hao pale Butuzi na Kabembe. Wasi nao pale Kabembe na Butuzi wako napigana ili wa avance maeneo ya Lubarika. Hiyo ndiyo hali kwa sasa. Ni mapigano yanayoendelea tangu asubuhi kuanzia 5h du matin, njo mashambulizi yalianza kusikika hapo paka mchana wa leo tunapoongea mapigano yanaendelea. Hali kwa sasa kutoka Kufroni hiyo AFC M23 iko kwa sasa Butuzi na Kabembe, ni momaxe yanayoelekea Lubarika. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu habari za mapigano hayo ili kuwaambia kinachoendelea kila wakati pale Kufro. Nyie mufanye subscribe tu, mutakuwa napata habari mbichi tena kwa wakati. Upande mwingine habari zetu tuwapeleke moja kwa moja ndani ya axe Katogota Kamanyola. Muda huu ndani ya axe Katogota Kamanyola hali ni ya utulivu kabisa. Hakuna mapigano ambayo yako kule. Wazalendo na vikosi vya FARDC waangali na miliki maeneo yao Katogota vers pale kupo Kamanyola, na AFC M23 inaanzia pale nyuma ikirudia Kamanyola mpaka Muvile.
Kamanyola ingali mu mikono ya wasi wa AFC M23, tofauti na habari ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Hapo Kamanyola, habari zinazotufikia kwa sasa ni ya kwamba renfort za AFC M23 zilifika hapo depuis asubuhi. Kuanzia saa za asubuhi ndipo gari na wanajeshi wapya wa AFC M23 walionekana kufika maeneo ya Kamanyola na kuendelea kufro axe Katogota. Wengine wakapanda yulu muplene de la Ruzizi huko maeneo yanayoelekea Kaziba kwenye wako na pigania. Vikosi hivi vipya vya wasi wa AFC M23 vimekuja baada ya siku chache na wengine wamefika pale. Mnakumbuka dimanche waasi wa AFC M23 walionekana wakipita maeneo ya Bukavu na Nyangezi wakiwa wengi. Wanajeshi ndani ya makamio walifika huko, ni renfort zao ambazo zinaendelea kufika kufro kwenye wako na kabiliana na FARDC na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo. Renfort zao zimefika kwa siku ya 3 ya mapigano mfululizo ndani ya maeneo hayo, na mapigano yanayoendelea yanaonekana kuwa yataisha kabisa kwa urahisi. AFC M23 ina renforce, gouvernement ya Congo ina renforce mapigano pale kabisa. Yanaonekana kuwa yataendelea ni kivumbi na jasho maeneo hayo. Habari zingine kutoka maeneo ya Mudaka kule mu province ya Kabare mu kelike kilometre na mji wa Bukavu, ni 20 kilometre hivi kutoka Mudaka na Bukavu. Mashambulizi yaliyosikika hapo siku ya leo kati ya FARDC na wazalendo na wasi wa AFC M23 yalisababisha vifo kwa watoto wanafunzi. Video ambazo ziliwafikia Mushene na grupe ya WhatsApp, muliona hali huko jinsi wanafunzi kabisa walipatwa na mashambulizi. Wanafunzi walikuwa wakisoma ndipo walistukizwa na mashambulizi ya papo hapo. Ilikuwa 8h vers 9h vile. Hali ikawa mbaya wakati wa kushambuliana kati ya pande mbili. Kuepe Mudaka wanafunzi walipatwa na masasi. Kuna mmoja ambaye alipoteza maisha yake, wengine walijeruhiwa sana wakapelekwa kwa hospitali. Nadhani ya kwamba video iliwafikia. Mapigano yanayoendelea acha raia kabisa wanakuwa viktime sana. Raia njo wenyewe wako najikuta muhatari kutokana na mapigano hayo. Na muda huu kabisa hayo njo yanayojiri kule kufro mu Sud Kivu. Muendelee kujiabone ili kukuwa napata mbichi zetu kwa wakati kama kawaida. Tunawaomba kuendelea kusubscribe, kuendelea kupartager hizi habari kwa walio wengi. Asante sana.